Ikiwa ni muendelezo wa kutazama kipindi cha kwanza cha mimba ambacho mwanamke huwa anapitia, au kipindi ambacho mwanamke anapaswa kuwa nacho makini zaidi. Tutazame miezi mitatu ya mwanzoni, maana mwezi wa 3 mpaka mwezi wa 4, ni vitu gani ambavyo huwa mwanamke akiviona asichukue hatua, au vitu gani ambavyo kwake vikitokea ajue kama jambo la kawaida, na kama vitakuwa tofauti na hapo basi aweze kuchukua hatua zaidi ya kumwona daktari. Tukiwa tumetoka kutazama sehemu ya kwanza au miezi miwili ya mwanzoni ambapo mwanamke anapaswa kuwa nayo makini, au vitu ambavyo akiviona anapaswa kuwa nayo makini, ni hali ambayo inaweza kutokea na hali ya kuharibika kwa ujauzito wake, lakini pia hali inaweza kutokeza kipindi ambacho tutakuwa na miezi mitatu ya mimba au miezi minne ya mimba. Ni kipindi ambacho mwanamke anapaswa kuwa nacho makini. Tutakuwa na darasa maalum kuweza kutambua ni vitu gani ambavyo vinaweza kuchangia mwanamke kupoteza ujauzito wake, au mabadiliko gani ambayo akiyaona ni ishara kwamba mwanamke ujauzito wake unaenda kutoka na hatua za kuchukua basi aweze kuwa salama zaidi. Lakini kipindi ambacho tulimtazama, kipindi cha mwezi wa kwanza, wa pili, wa 3, ni kipindi ambacho mwanamke anaweza akaa miongoni mwa watu ambao anaweza kupoteza ujauzito wake kwa mimba kutunga nje ya kizazi, au akaonyesha dalili ya kwamba mimba yake imetunga nje ya kizazi. Kwa hiyo ni vitu gani ambavyo akiviona kwake vinaweza vikawa msaada na kuweza kutambua na kuweza kuchukua hatua zaidi. Maana pale ambapo itatokea mimba imetunga nje ya kizazi, mwanamke anaweza kaa miongoni mwa watu ambao atakuwa kwenye hatari kupoteza ujauzito wake. Lakini sio tu ujauzito peke yake, mwanamke anaweza kupoteza mimba yake na kuwa miongoni mwa watu ambao tutakuwa tunasema ni kifo ambacho uzazi ambao umpelekea mwanamke akapoteza ujauzito wake. Sasa kuna dalili 3 za kuonyesha kwamba ujauzito umetunga nje ya kizazi, na mwanamke atakapoziona, inawezekana usio mwanamke, inawezekana ukawa mwenza mwanamke ambaye unaishi naye nyumbani pale, au mwenza akana kulalamikia kwa kutumia mawasiliano ya simu kwamba mimi na maumivu fulani au na vitu fulani vinatokea, basi inabidi ushuhudie kwamba hizo ni dalili za mimba kutunga nje ya kizazi, au sio dalili za mimba kutunga nje ya kizazi, au dalili ya kuonyesha kwamba mimba imeharibika. Basi hapa tunaenda kutazama dalili 3 za kuonyesha kwamba mimba itakuwa imetunga nje ya kizazi. Dalili ya kwanza kabisa ni mwanamke ambaye atahisi maumivu makali sana, maumivu yenye kuchoma chini ya kitovu, na itakuwa upande wa kulia au wa kushoto kutegemea na mimba itakuwa imejishikiza wapi, au mirija ya fallopian ni mirija gani ambao umehusika kwa kutoa yai, au ovari gani ambao umehusika kwa kutoa yai na likatungishwa katika mirija ya fallopian. Sasa ni upi ambao umetungisha, basi ni eneo ambapo mwanamke atahisi maumivu zaidi. Kwa mwanamke anaweza akawa na malalamiko au chief complaint yake ikawa ni kulalamika sana, akawa anakuambia mimi upande mmoja wa kulia wa nyonga ukawa nauma sana, au upande wa kushoto wa nyonga inakuwa nauma sana, na maumivu yake ni mfano wa kuchoma, ni kama mtu anachukua kisu au sindano anakuwa anachoma, ikionyesha kwamba ni miongoni mwa watu ambaye utakuwa na changamoto ya mimba kutunga nje ya kizazi. Dalili ya pili ni mwanamke kuona maumivu makali sana lakini anaopatana na damu. Kwa hiyo kikubwa hapa ni damu ambapo mwanamke atakuwa anaonyesha, au hali ya kutoka damu sana. Ni pale ambapo kama mirija ya fallopian itakuwa imepasuka, basi mwanamke atahisi damu, lakini kama itakuwa haijapasuka, mwanamke ataanza kuhisi hali ya maumivu ambayo atakuwa analalamika sana, au atakuwa analalamikia sana, au tukiona mwanamke analalamika maumivu sana, ujue mimba yake imetoka nje ya kizazi. 3 ni mwanamke ambaye atakuwa na changamoto kuhisi kizunguzungu sana, au atafikia hali ya kuzimia kabisa, atakuwa jitambui. Ni changamoto ambayo ni kubwa, maana yake damu zimeingilia nyingi au bado damu nyingi sana na maumivu yake ni makali sana. Kwa mwanamke ataishi hali ya kuhisi kizunguzungu mapema zaidi kipindi cha mwanzoni cha mimba, na atakuwa ni mtu mwenye kuzimia sana na kulalamika maumivu. Hizi ni dalili 3 ambazo mama anapaswa kuzifahamu. Inawezekana usiwe mama, naendelea tena kusema, inawezekana ukawa mwenza wake, inawezekana ukawa mtumishi wa afya na huko nyumbani utaenda kumsaidia mama, au mama kumpatia maarifa. Dalili gani akiziona basi ujue mimba yake imetunga nje ya kizazi. Basi dalili hizo 3 ni vyema ukazingatia zaidi. Tuendelea na darasa letu la leo ambalo tunaelimishana vitu ambavyo vinaweza kujitokeza, au vitu gani vya kuzingatia pale ambapo mama atakuwa na mimba miezi 3 mpaka miezi 5 ya ujauzito wake. Kabla mwanamke kushika ujauzito, tueleza namna ambavyo mwanamke anapaswa kuandaa mwili wake. Vitu gani ambavyo anatakiwa jiandae navyo pale ambapo atadiriki kushika ujauzito. Na tulizungumzia makundi mawili ya vitu ambavyo mwanamke anapaswa kujiandaa navyo. Kundi la kwanza ilikuwa ni mwanamke kuandaa akili yake pale ambapo matatizo yanaweza kujitokeza na kuweza kuyatatua na bila kutumia hisia zaidi. Lakini kundi la pili ni pale ambapo mwanamke anabidi aandae mwili wake pale ambapo anaelekea kupata ujauzito, kutokana na mabadiliko ambayo yatajitokeza pale ambapo anatamani kupata ujauzito. Lakini baada ya kupata ujauzito ni vitu gani vinaweza kutokea na mwili wake inabidi uandae, maana yake hayo mabadiliko yakutane na mwili ambao umeandaliwa tayari. Kwa nini? Hii itasaidia kutokana na ile hali ambayo mwanamke anapitia wakati wa ujauzito wake. Kwa hiyo lazima utambue vitu ambavyo vinaweza vikawa sababu ya moja kwa moja kupelekea kuhatarisha ujauzito wako na wenye kuhatarisha wewe mwili wako kutokana na mabadiliko ambayo yanatokea. Sasa miezi 3 ya mwanzoni
au kipindi cha kwanza cha mwanzoni cha mwanamke pale ambapo anakuwa katika hali ya ujauzito, huwa kuna mabadiliko ambayo yanatokea. Kipindi cha miezi miwili ya mwanzoni tueleza vitu ambavyo vinaweza kutokea na kupelekea mwanamke kukutana na hivyo hali na kuweza kujinasua, ambayo tuliangalia mambo makubwa mawili. Hali ya kwanza ni hali ambayo mwanamke anapitia ile kichefuchefu na kiungulia na kupelekea kupoteza hamu ya kula. Lakini jambo la pili ambalo tulitazama kwa kiasi kidogo sana ni hali ya kuchoka na kutaka mwanamke kukosa usingizi. Sasa tutazame miezi mitatu ya mwanzoni au miezi mitatu ya mwanzoni au mwezi wa 3 na mwezi wa 4 pale ambapo mwanamke atakuwa na hali ya ujauzito kwa kipindi hicho. Maana tunalenga bado tukiwa tunacheza bado katika kipindi cha kwanza cha ujauzito mwanamke ambacho atakuwa nacho. Kuna mabadiliko mengi na hapa ndio huwa yanazidi zaidi au mabadiliko yanakuwa mengi zaidi na mwanamke anapaswa kuwa nao makini zaidi. Hali ya kichefuchefu na kiungulia tuendelea bado kumtawala mwanamke huyu na bado tunasisitiza mambo yale ambayo yanaweza kawa msaada na kukaa mwanamke kutokana na hii hali. Ikiwemo kuacha kutumia vyakula vyenye mafuta mengi ambavyo inawezekana ikawa miongoni mwa sababu ambayo inapelekea moja kwa moja mwanamke kupata hali ya kichefuchefu. Hali ya kutumia tangawizi kwa sana, hii ni hali ambayo inaweza kumsaidia mwanamke kupata na hali ya kupata kichefuchefu muda mrefu. Lakini tutazame vitu ambavyo vinaweza vikawa sababu. Tutazame dalili nyingine ambayo inaweza kujitokeza kipindi hichi au mabadiliko ambayo yanaweza kujitokeza kipindi hichi na kupelekea mwanamke kuwa katika hali ya sitofahamu ama hali ambayo inaweza kumsumbua muda mrefu na kujihisi hali ambayo sio kawaida. Hali ya kuchoka na hali ya kulala muda mrefu. Hii ni hali ambayo wanawake wengi wanakumbana nayo na hususan ni pale ambapo ujauzito ambapo unazidi kuwa mkubwa zaidi. Ni hali ambayo inabidi uwe nao makini zaidi kwa sababu inaweza kukupelekea mwanamke ukashindwa kupata muda mzuri wa kupumzika au ukapata muda mzuri wa kupumzika na kulala, na hali ambayo inaweza kupelekea ikatarisha afya yako. Mwanamke anapaswa kulala muda mrefu zaidi au anapaswa kupumzika muda mrefu zaidi. Kitu ambacho anapaswa kukifanya hapa kwa yeye ambaye mwanamke unakosa hali ya usingizi na uko katika hali ya ujauzito, basi ni vitu vifuatavyo 4 ama 5 ambavyo vitaenda kuwa msaada na kukuondolea hali ya kukosa usingizi wakati ambapo unataka kupumzika. Jambo la kwanza ni jambo ambalo mwanamke anapaswa kutumia mito wakati wa kulala. Mito inatumikaje na mito inatumia wakati gani au mito inatumia katika staili gani ya kulala? Huwa tunashauri mara nyingi mwanamke anapokuwa katika hali ya ujauzito na mimba yake inazidi kuwa kubwa zaidi, maana yake anashauriwa kulala ubavu. Maana yake mtu ataweka chini ya tumbo au anapolala ubavu chini ya tumbo ataweka mto, lakini anapolala ubavu katikati ya miguu atalazimika kuweka mto. Ni staili ya kwanza au ni mbinu ya kwanza ambayo itamsaidia mwanamke kupata usingizi wakati ambapo anaenda kulala. Jambo la pili ambalo mwanamke anapaswa kuzingatia na kuepukana na hali ya kukosa usingizi wakati wa usiku, kabla ya kwenda kulala ni vizuri akapata maji ya moto. Maana yake lazima aende kuoga maji ya moto ambayo itamsaidia kurelax mwili wake na kuweza kulala vizuri. Jambo la tatu, mwanamke inabidi aweze kufanya mazoezi mara kwa mara na kuepukana na vyakula ambavyo vinaweza vikamletea shida wakati wa usiku. Hapa ndio tunalenga hali ambapo mwanamke anapaswa kula kidogo kidogo na asitumie vyakula vyenye kumchefua. Kwa maana wakati wa usiku ni kipindi ambacho mwanamke hukutana na hali kiungulia sana kuelekea kukosa usingizi. Kwa kufanya mazoezi mara kwa mara, mazoezi yatakusaidia kulala vizuri, kuondoa mawazo ambayo unayo mwanamke, kupata hali ya kukosa usingizi, lakini hali ya kichefuchefu ambayo unakuwa nayo na kufanya mwili wako kuwa na nguvu kipindi chote na kutamani kula zaidi. Kwa unapokula, unapokaa na njaa muda mrefu inapelekea hali ya kichefuchefu. Unapokula unaondoa ile hali ya kichefuchefu na kuwa miongoni mwa watu ambao unaweza kulala vizuri zaidi usiku. Lakini jambo la mwisho ambalo tunashauri au na kushauri wewe mama ambaye unapitia hali ya kukosa usingizi, inawezekana kwa mwenzako utapenda kumsaidia mwenzako aweze kulala vizuri, ni pale ambapo utamwandalia mazingira ambayo yatakuwa salama ya kulala. Vitu vyovyote ambavyo vinaweza kupelekea kusumbua usingizi wake basi vile viondoe. Kama music, kama unapenda music basi unaweza kumwekea music, lakini kama hapendi na sehemu inabidi iwe safi na sehemu ambayo yenye kuvutia zaidi mwanamke aweze kulala na kuweza kupata usingizi wakati wote. Mabadiliko mengine ambayo yatatokea kwa kipindi cha miezi 3 mpaka miezi 4 ujauzito mwanamke ni mabadiliko ambayo yanatokea katika ngozi yake. Ngozi yote inaweza kubadilika. Inawezekana ikawa katika sehemu ya sura au sehemu ya maziwa ya mwanamke, lakini sehemu ya tumbo ambayo mwanamke anakumbana nayo ni kipindi ambacho mwanamke atakuwa na rangi tofauti kabisa. Ndipo ambapo huwa tunasema andaa mwili wako pale ambapo unatamani kupata ujauzito. Kwa sababu mabadiliko ambayo yatakajitokeza na kupelekea kuwa katika miongoni mwa watu mwenye mawazo sana au uzuri ambao unatarajia utakuwa nao kipindi chote, basi unaweza kupotea na kuwa miongoni mwa watu ambaye utakutana na mabadiliko haya. Mama ataanza kubadilika rangi, ataanza kuwa mweusi sana au ataanza kuwa na rangi ya brown au pinki, ikiwemo sehemu ya matiti itazidi kuwa nyeusi zaidi. Kama ulikuwa na rangi yako nzuri ya sehemu ya chuchu ambayo ilikuwa ni rangi ya pink, basi itaanza kuwa nyeusi kabisa, ni kuonyesha kama ni mjamzito na mabadiliko ambayo huwa yanatokea. Kwa upande wa tumbo, mwanamke atajisi tumbo lake lenye kutanuka, itaonyesha ile hali ya michirizi.
lakini mstari ambao utatoka kwenye kitovu na kwenda sehemu ya siri au sehemu ambapo nywele huwa zinaota na sehemu za siri, basi utaanza kuonekana, ni kaashiria kwamba mimba yako inazidi kukua na kuwa miongoni mwa watu ambaye utakuwa na ujauzito. Utakapoviona vitu hivi, ni vyema ukawa tahadhari au ukachukua hatua kwa kuandaa mwili wako kujua vinaweza vikatokea. Lakini kama utahisi hali ya kawaida na ambayo nimesema, basi ni vyema ukamwona daktari. Kitu kingine ambacho mwanamke anaanza kumbana nacho hapa ni hali ya kuuma kwa meno au fizi kuvimba. Ni kipindi ambacho mwanamke anapaswa kuwa nacho makini zaidi na kuacha kutumia vyakula vyote vya sukari ambavyo huwa atatumia kipindi hichi. Ni kipindi ambacho inaweza kusababisha meno yakaendelea kuuma muda mrefu na fizi kuvimba. Tunachoshauri mama ni kuweza kutumia dawa ambazo zinaweza kusaidia meno, lakini pia kama atakuwa hali ni mbaya zaidi au meno yako atakuwa nauma sana, ni vyema kwa daktari na kuweza kukusaidia. Lakini mwishoni ni vyema mama kutumia ndimu au limao na chumvi na kuweza kusafishia meno yakawa katika hali ya usalama muda wote au katika hali ya kinga. Hizi ni mbinu ambazo zinaweza kukusaidia wewe ukawa salama kipindi chote. Katika mwendelezo wa madarasa yetu haya ya kiafya ambayo tumelenga zaidi kwa mama kwa kipindi hichi, basi kama utakuwa umevutana madarasa haya, ni vyema kusubscribe na kulike na kwa share ili wengine waweze kupata madarasa haya na kunufaika zaidi na kuwa katika miongoni mwa watu ambao tutakuwa tumemnusuru mama zile changamoto ambazo anapitia wakati wa ujauzito wake, lakini kuwa miongoni mwa watu ambao atakuwa amenusurika zile kupoteza ujauzito na mtoto wake pale ambapo tutakuwa naye tumboni au baada ya kujifungua. Asanteni na mpaka wakati mwingine tena.